Ndugu viongozi na watumishi wa umma, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka huu kitaifa yanaongozwa na kauli mbiu isemayo himiza matumizi ya mifumo ya kidijiti ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji. Ndugu viongozi na watumishi wa umma, kauli mbiu hii inaimarisha utamaduni wa uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utumishi wa umma barani Afrika. Pia inatukumbusha msisitizo aliotoa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa katika maadhimisho tuliyofanya mwaka jana. Katika kilele cha maadhimisho ambapo napenda nukuu maneno aliyosema, alisema, ni matumaini yangu kuwa mifumo hii ya TEHAMA itakayozinduliwa leo italeta mageuzi ya kiutendaji na kulifanya taifa letu kuendana na mapinduzi ya 4 ya viwanda yanayotumia TEHAMA. Leo katika mabanda niliyotembelea karibu yote nimeshuhudia mwenyewe yakiwa yamejenga mifumo ya kidijiti katika utoaji wa huduma. Mifumo hii inarahisisha sana wananchi wetu kuweza kupata huduma bila hata kuzifuata kwenye ofisi zetu, na hivyo inawapunguzia muda, lakini inawapunguzia gharama ya kupata huduma stahiki. Lakini kama tulivyoona tulipotembelea banda la serikali mtandao IGA, tumeona ambavyo mifumo hii sasa imefungamanishwa, imeunganishwa kutumia government ESB, ambayo ni mifumo yote ya utoaji wa huduma inapatikana kwa pamoja na kinasomana. Haya ndio yalikuwa maelekezo ya kiongozi wetu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba mifumo hii itakuwa ina faida pale inaposomana. Naona jitihada kubwa. Rai yangu ni kwamba kwa wale ambao takriban taasisi 185 ambazo zimejiunga, lakini zile ambazo bado, basi na zenyewe ziharakishe katika kuhakikisha kwamba zinajiunga ili wananchi wapate huduma katika sehemu moja iliyofungamanishwa. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, kama nilivyosema, mifumo hii pia imetusaidia sana. Wenzetu wa serikali mtandao wamejenga mifumo ambayo inatusaidia pia kurahisisha shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mfumo wa watumishi ambao umeleta ufanisi katika uandaaji wa mishahara na watumishi wanapata haki yao kwa wakati. Lakini pia huko mfumo wa usimamizi wa utendaji kazi, yani utendaji PEPNIS, ambapo kila mtumishi sasa anaweza kufanyiwa tathmini kupitia kwa kazi anazozifanya kila siku, kila wiki, kila mwezi na baadaye kila mwaka, ambapo sasa hakuna ubabaishaji. Kama unafanya kazi unaonekana, na kama unafanyi kazi unaonekana. Ndugu mgeni rasmi, ni matumaini yetu kuwa kupitia maonesho haya utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi utakuwa bora zaidi, kama ambavyo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilivyodhamiria kutoa huduma hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonesho haya ni sehemu ya utekelezaji wa azimio la AU ili kufikia malengo ya kuadhimisha siku ya utumishi wa umma barani Afrika, na malengo haya ni pamoja na: moja, kutambua mchango na umuhimu wa watumishi wa umma katika kuleta maendeleo kwenye nyanja mbalimbali za maendeleo katika mataifa yao. Pili, kuwezesha watumishi wa umma kutambua dira, dhamira, malengo, programu, mikakati na mafanikio na changamoto zinazokabili utumishi wa umma katika maeneo yao. Tatu, kuhamasisha na kuwapa motisha watumishi wa umma waendelee na kazi yao nzuri ya ujenzi wa taifa na kuendelea kuwa wabunifu ili kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. 4, kupata mrejesho kutoka wateja au wananchi au wanaopokea huduma na wadau wanaohudumiwa kwa ujumla wake. Na 5, kuandaa utumishi wa umma ili uweze kukabiliana na changamoto mbalimbali kwa lengo la kuleta maendeleo siku za usoni. Kwa jina naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza Elmas Linus Mjimwa.
Ninatokea ofisi ya makao makuu ya Jeshi la Magereza na nafanya kazi sehemu ya utumishi. Kwa maana ya maonyesho haya tunayoyafanya, sisi kama Jeshi la Magereza, chombo cha ulinzi na usalama chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, tunashiriki maadhimisho haya ambayo kwetu ni muhimu kama taasisi ya umma inayotoa huduma kwa Watanzania. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha nini tunakifanya kama Jeshi la Magereza nchini katika swala zima la upokeaji, ulinzi, urekebishaji wa wahalifu ili kusudi mwisho wa siku waweze kuwa watu wema. Sasa mimi nitazungumza kipekee kabisa kwenye swala la utumishi katika Jeshi la Magereza. Kwanza tuelewe kama chombo cha umma ama taasisi iliyo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, inazingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali inayosimamia masuala ya utumishi wa umma. Kwa hiyo kwenye swala la ajira tunazingatia yote hayo ambayo nimeyataja kwa maana ya sheria na nyaraka nyinginezo za serikali. Tunaanza kwenye kuajiri. Kwa sasa au kabla ya wakati huu tunapoongea, tulikuwa na mfumo ambao tulikuwa tunautumia kwenye ajira, ambao huo mfumo sio mfumo wa kidijitali. Lakini kama mnavyoona nyinyi wenyewe, maonyesho haya yamekuja na kauli mbiu ya kuhimiza matumizi ya mifumo ya kidijiti ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji. Kwa hiyo hata sisi Jeshi la Magereza kama taasisi ya umma sasa hivi tumejikita kwenye mapinduzi ya kuelekea kwenye mifumo, kufanya masuala yote ya kiutumishi kuwa katika mifumo rasmi, kwa maana ya kuanzia utaratibu wa kuajiri, kutangaza ajira. Tunakuja na ajira poto ambayo ndio itakayo inatumika sasa hivi kutangaza ajira na watu kuomba kupitia ajira poto. Kwa hiyo swala la uchaguzi, interview na kila kitu vitaanza sasa rasmi kuanzia ajira inayofuata. Inayokuja kuanzia sasa tutaanza kutumia mfumo wa ajira poto. Kwa hiyo hakutakuwa tena na ule mfumo wa zamani wa kuajiri. Lakini pia tunazingatia mifumo mingineyo kwenye maeneo ya mafunzo, kwa maana kwamba Jeshi la Magereza baada ya kuajiri mwanafunzi akaenda mafunzo kwa miezi 9 au mwaka mmoja. Sasa baada ya hapo ataendelea kuhudhuria mafunzo mengine ya upandishwaji vyeo. Lakini sambamba na hilo, ukiachilia mbali mafunzo ya upandishwaji vyeo, lakini pia kuna mafunzo ya uendelezwaji wa watumishi kama tunavyochagizwa kila siku, kwamba sera ya serikali ni kuhakikisha kwamba ili kuwe na tija katika utendaji kazi katika taasisi za umma, ni lazima waajiri tuzingatie kupeleka watumishi kwa mafunzo. Kwa hiyo hata sisi Jeshi la Magereza hatujajiweka pembeni katika swala zima la kuzingatia taratibu, sheria na miongozo ya serikali. Kwa hiyo tunao watumishi ambao maafisa na askari na watumishi raia ambao nao pia wanaendelezwa kwa kuhudhuria mafunzo mbalimbali, yawe ya mafunzo ya kijeshi kwa kuwajengea uwezo wa kimedani, lakini pia kuwajengea uwezo wa kitaaluma. Tunajua tuna nyanja mbalimbali katika utendaji wetu wa kazi. Lakini pamoja na mafunzo hayo, pia Jeshi la Magereza tunazingatia masuala ya upandishwaji vyeo, kwamba mtumishi anatakiwa kupandishwa cheo kama haki ya msingi wakati unapofika, lakini kwa kuzingatia kama au wenzetu wanaisema establishment inakuwa imeidhinishwa katika mwaka huu wa fedha. Naitwa Deodat Renatus Kapinga, mkaguzi msaidizi wa magereza. Nipo ofisi ya mafao makao makuu ya Jeshi la Magereza Dodoma, sehemu ya Msalato. Ofisi yetu inashughulikia mafao ya aina mbalimbali ambayo inahusu mtumishi baada ya kuacha au kukoma utumishi wake kwa sababu mbalimbali, ikiwepo swala la mirathi, kustaafu kazi, kufukuzwa kazi, swala la maternity na wale wote ambao walikuwa wanahusika na utata wa vyeti vya elimu yao. Lakini kwa muktadha huu naomba nizungumzie mirathi ambayo ni swala ni somo ambalo ni pana kimsingi na nyaraka zake ni pana.
Kwa hiyo hata namna ya kuweza kuishughulikia inahitaji elimu ya kiasi cha juu ya kuweza kuitafiti na kuweza kufuatilia taratibu zote za mirathi inavyoweza kuendeshwa. Hatua ya kwanza, mara mtumishi anapokuwa amefariki dunia, hatua ya kwanza ni wanafamilia kutengeneza muhtasari, na idadi ya muhtasari haina kiasi ambacho cha idadi ya watu kinachotakiwa. Na watu 10, 8, 20 hao wote wanaweza kutengeneza muhtasari wa wanafamilia. Hii ni hatua ya kwanza. Baada ya kutengeneza muhtasari wa familia ambao kimsingi unataja nani atakayesimamia mirathi, lakini pia itataja mali za marehemu na pia itataja watoto na mjane au mgane wa marehemu. Baada ya hatua hiyo kumalizika, hatua inayofuata ni kupeleka mahakamani na kuanza kufungua kesi ya mirathi. Baada ya siku 90 mahakama itatoa hukumu ambayo itampa maelekezo kwamba fulani ambayo familia imemteua kusimamia mirathi ndio atakao na mamlaka na jukumu zima la kufuatilia mirathi. Ipo hatua mbili. Kuna wengine wanaweza kateua watu wawili wakasimamia mirathi, lakini anayeweza kufuatilia anaweza kawa mmoja au watu wawili kwa pamoja, inawezekana, hilo halina tatizo. Baada ya hukumu kutokea kufanyika, kinachofuata msimamizi wa mirathi anawajibika sasa kwenda hatua nyingine. Hatua nyingine ni ile sasa ya kwenda PSSF. PSSF kule anachotakiwa kufanya kwanza kwenda kukusanya zile nyaraka zinazohusiana na malipo. Na hivi sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu na mitandao imebadilika. Hilo fao sasa hivi au mafao yote sasa hivi yanatolewa kupitia kwenye mfumo. Na nyaraka hizi zikishaandaliwa, msimamizi wa mirathi anawajibika kwanza, hatua ya kwanza kuwa na zile nyaraka ya msimamizi wa NIDA yake, NIDA cheki namba ya marehemu, halafu na NIDA namba ya marehemu ambayo itampa access ya kuweza kufungua huo mfumo kwenye mfumo wa PSSF na kuweza kuziingiza nyaraka zake. Baada ya kupata hizo fomu, ziko za aina mbili. Ziko fomu PSSF Ben10 ambayo yenyewe ndio inahusika kwa wale kila mrithi, inatumika kujaza taarifa zake za kibenki ambayo ndio itakayotumika kufanya malipo. Lakini pia kwa kuwa hizi taarifa hizi zinaingizwa kwenye mfumo, zamani tulikuwa na Ben2 ambayo inajazwa taarifa za msimamizi wa mirathi. Lakini kwa hivi sasa unapoanza tu kufungulia ile window ya kuingiza fomu kwenye mfumo, ile unapoanza kufungua maana yake tayari unajaza ile Ben2. Kwa hiyo ina generate automatic. Baada ya hapo sasa kinachofuata ni kwenda kwa mwajiri. Mwajiri atakisha pewa zile taarifa ataziingiza pia kwenye mfumo wake au kudhibitisha taarifa zako na kuzianza kwenye mchakato na kuziingiza moja kwa moja kwenye mfumo wa PSSF. Kimsingi watu wengi wanachanganya sana haya mafao, kwa sababu fao la mirathi lina nyaraka nyingi na hatuwezi tukasema kwamba hili linakuwa hivi, hili linakuwa hivi. Ingawa kuna vitu vya msingi katika ile fao la mirathi, lakini inategemea ile mirathi jinsi ilivyo. Kuna mingine mirathi ina utata, lakini ukiangalia na kitakacho kufanya wewe uweze kuigundua ni baada ya kupitia mtiririko mzima kuanzia kwenye kuandaa muhtasari wa mirathi, lakini hadi mwisho wa hukumu. Kwa hiyo lazima anayeandaa nyaraka za mirathi lazima awe makini, kwa sababu anatakiwa azisome zile document. Kuna sehemu nyingine kuna taarifa za kutatanisha. Kwa hiyo wewe kwa sababu unazipitia na ndio utakazozipitisha na kuziingiza kwenye mfumo, lazima uwe makini ili hizo nyaraka zisirudishwe kutoka kwenye mfuko wa pesa na kuishia kwa mwajiri na kuondoa usumbufu usio na maana. Kwa hiyo unapoandaa mirathi lazima utulie, ufuate document moja baada nyingine, isome uelewe. Maeneo yenye utata hakikisha kwamba ofisi inawasiliana na mhusika ili kufanya marekebisho. Kwa hiyo familia, msata mwingine unaweza kujitokea kwa wanafamilia wenyewe kwa wenyewe, wanavutana wenyewe kwa wenyewe. Watu wanateulia watu wengine kuja kusimamia. Kimsingi wanaotakiwa kusimamia kwenye mirathi ni mke au mume. Watoto wa marehemu wanaruhusiwa pia. Lakini kwenye mgao wa mirathi, wanaotakiwa kuingizwa kwenye mgao wa mirathi au wategemezi wa marehemu ni maeneo manne. Ya kwanza ni mke au mume wa marehemu, watoto wa marehemu, na eneo la mwisho ni la wazazi wa marehemu. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba wale wanaosimamia mirathi wateuliwe watu muhimu ambao watakaona uchungu na wako committed kufuatilia mirathi, kwa sababu tumeona kuna baadhi ya sehemu watu wanaoteuliwa kusimamia mirathi lakini hawana ule uchungu kuweza kufuatilia mirathi mwanzo hadi mwisho. Matokeo kwamba familia inabaki stranded, hawajui wapi kwa kwenda. Siku zinapita, thamani ya fedha inashuka. Kwa hiyo watu
familia inapoamua kukaa pamoja na kuanza kumteua msimamizi wa mirathi, tafadhali mtu huyo ateuliwe mtu makini wa kuweza kufuatilia hatua kwa hatua fao hili, kwa sababu ndio mali inasema wengine wanaweza kaamua kwamba wanaamua kuacha kufuatilia kwa sababu ina mambo mengi. Kwa hiyo mtu kimweleza kwamba rekebisha hiki, wengine wanakata tamaa na kuamua kuacha. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale ambao wanaoteuliwa kusimamia mirathi ya marehemu, tafadhali familia imteue mtu ambaye hakikisha kwamba huyu mtu tunamteua na atasimamia vizuri hadi mafao ya marehemu itakapopatikana. Changamoto nyingine tunayoipata kwamba kuna wengine wanahisi akishateuliwa msimamizi wa mirathi ni lazima awe kwenye mgao wa mirathi. Hapana, sio lazima. Kwa hiyo wewe unayeteuliwa msimamizi wa mirathi, hakikisha usilazimishe, lazima uwe kwenye mgao wa mirathi. Tumeona kuna watu walikuwa wameteuliwa kusimamia mirathi lakini akalazimisha kwamba aingie kwenye mgao wa mirathi. Hiyo sio sawa. Kinachoangalia kwamba wanafamilia ndio wanaopendekeza kwamba fulani na fulani na fulani watakuwa kwenye usimamizi wa mirathi, kwenye mgao wa mirathi, lakini kuna wengine lazimisha. Kwa hiyo wakishaona familia inamkataa kwamba siko kwenye mgao wa mirathi, anaamua kuacha. Wakati kuanzia mwanzo kabisa hadi hatua mahakama ndio yeye aliyemteua asimamie mirathi. Kwa hiyo mtu anayeteuliwa kusimamia mirathi asilazimishe wanafamilia, wanaukoo, watoto wa marehemu au mke wa marehemu kwamba lazima awe kwenye mgao wa mirathi. Kwa hiyo lazima uzingatie maamuzi yaliyofanyika kwenye ngazi ya kwanza. Kwa hiyo hilo ndio la kuzingatia. Na mtu anayesimamia mirathi lazima awe na akili timamu. Lazima awe na uwezo kuweza kufuatilia vile vitu kwa umakini.